Karibu. Asante. Nashukuru Winnie. Naitwa Apostle Joe Evans Laro na niko katika mji huu. Nimekuwa katika mji huu kama miaka 20 hivi na mimi ni mkazi wa mji huu. Wewe ni mkazi wa Bungoma Kabisa. Kwa kipindi cha miaka 20. Yeah, lakini mimi si mzaliwa wa Bungoma. Aha. Wewe ni mzaliwa wapi? Nimetoka Nakuru County. Pengine katika mji wa Bungoma miaka 20 imepita, shughuli ni zipi? Nafanya biashara na pia najihusisha kuhubiri Injili. Naam, Reverend Joe. Yeah. Karibu sana. Yes. Karibu katika awamu yetu ya Staff Time ya kuweza kuangazia usemi wa viongozi wa kidini. Maanake umesema kwamba unajihusisha na masuala pia ya kuweza kuhubiri Injili. Ndio maana leo tuko hapa kuona kwamba tunapata mchango wako katika masuala ya uongozi wa taifa. Najua kwamba wewe ni Mkenya. Ukiwa katika eneo la magharibi, uchaguzi ukifanyika, kura yako unapiga ukiwa huko, si ndio? Nimepiga mara kadhaa mahali hapa. Mahali hapa ukiwa pande ya eneo la magharibi. Kwa hivyo kidogo tuangazie masuala pengine mawili hivi matatu kuhusu usemi wa viongozi wa kidini. Najua kwamba uko hapa kuwakilisha viongozi wa kidini. Yeah. Na masuala ni mengi katika taifa la Kenya. Na pengine tuanze na hili swala la rais ambaye alizungumza jana. Wakenya wamekuwa wanalalamika kuhusu mambo ya kutekwa nyara na ilianza wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z. Ndio hilo swala lilianza, likawa ni swala limeshika chini, likawa ni swala linazungumziwa na Wakenya, baadhi ya viongozi, lakini jana rais akasema kwamba waliokuwa wametekwa nyara wote wamerudi katika jamii zao. Na mambo ya kutekwa nyara Kenya tena haitakuepo. Lakini huu usemi umekuepo tu kwamba kuna wakati tulisikia kiongozi wa taifa akisema kwamba mambo ya utekaji nyara hayatakuepo, mambo ya kutoeshwa kwa Wakenya haitakuepo, lakini bado iliweza kushuhudiwa. Pengine wewe kama Reverend Joe unasema vipi? Okay, usalama wa Wakenya ni muhimu sana. Na usalama wa Wakenya hautegemei tu usemi wa rais. Unategemea sana uhusiano wa wanadamu na Mungu. Tukiangazia sana maandiko, tuangalie kilichofanyika, kwa sababu hakuna jambo jipya duniani. Kuna wakati katika taifa la Israeli hapakuwa na amani kwa anayetoka wala anayerudi, kwa sababu wale wa Israeli walikuwa wamegeuka, wameachana na Mungu. So taifa la Israeli lilikuwa katika state of lawlessness, hapakuwa na sheria. Na kwa sababu hiyo ikawa sasa kwamba kila mtu anachukua sheria mikononi mwake, anafanya kama anavyofikiria, kama anavyotaka. Na hata katika taifa letu la Kenya inaelekea pale, kwa sababu wale ambao tunaangalia kama walinda usalama ndio wanaovunja sheria. Wao ndio wanaohusika katika kuteka nyara wale vijana, kulingana na ule utafiti ambao umefanywa na ule uchunguzi ambao umeonekana wazi. So rahisi kusema, ni muhimu kusema, lakini tunafaa kwenda zaidi ya msemo wa rais. Tujiulize chanzo cha huu utekaji nyara ni nini? Shida iko wapi? Na mahali mimi ninapoketi ama kile ninachoelewa ni kwamba utovu huu wa nidhamu umetokana na ukosefu wa maadili. Umepatikana kwa sababu malezi hayapo tena mazuri. Watu wameachwa tu kujilea, vijana wameachwa tu kufanya vitu kivyao. Nao viongozi pia wameondoka katika nafasi zao za kuelekeza taifa. Wameingia katika kile tunachoita ni kuangalia tu tumbo zao. So lile rais alilolisema kama kiongozi wa taifa alisema vizuri, lakini utekelezaji je, utafanyika? Inahitajika goodwill kutoka kwa the president na the security na watu wote wanaohusika ili hili swala lipate kuwa sawa. Kwa hivyo ni utekelezwaji kwamba wakishasema kiongozi amesema, ni jukumu sasa la kila mmoja kuweza kuhusika kuna kwamba hiki kinafanyika. Kabisa. Wale walinda usalama wanafaa kulichukua kwa uzito na kulifanyisha kazi kama vile lilivyoelekezwa na rais. Pia sisi kama Wakenya tunafaa kuwa katika ile hali ya kuwa tunasemaga brothers keeper and sisters keeper. Tunalindana sisi kwa sisi, tunashauriana sisi kwa sisi, tunahimizana sisi kwa sisi. Naam. Asante. Katika mambo ya kuweza kushirikiana na kuona kwamba mambo fulani yanafanikishwa katika taifa, kunapigwa hatua ambayo ni chanya, hatua ambayo inasaidia taifa kuweza kupiga hatua kimaendeleo na hata kiuchumi. Kuna mambo mengi ambayo Wakenya wanalalama tu. Unakuta kwamba Wakenya wanasema kwamba
wakati serikali iliyopo mamlakani ilipokuwa kwenye kampeni, kuna vitu mingi ambavyo ilitoa ahadi kwamba itafanya kwa Wakenya. Lakini kulingana na usemi wa baadhi ya Wakenya, asilimia kubwa wanahisi kama bado serikali bado haijatekeleza vya kutosha kulingana na ahadi zake ambazo ilitoa wakati wa kampeni. Okay, linaitwa broken promises. Na hili swala la broken promises lina mizizi, lina mahali lilianzia. Kwa sababu tukiangalia hata viongozi wengine waliokuwa mamlakani, kuna ahadi walitoa lakini hawakutimiza. Na sasa limekuwa ni swala linalojirudia. Nikiguzia kidogo tu upande wa neno la Mungu. Kuna wakati Israeli chini ya utawala wa Daudi ilipata ukame miaka 3 mtawaliwa. Na Daudi ikamsumbua sana. Ilipomsumbua alienda kutafuta ushauri kwa Mungu. Akauliza, mbona hili jambo linafanyika? Naye Mungu akamjibu, akamwambia hili linatokana na kosa lililofanywa na mfalme Sauli. Mfalme Sauli kuna watu aliua ambao walikuwa wanaitwa Wagibioni. So hawa Wagibioni walikuwa wamepatana na mtu ambaye anaitwa Joshua. Joshua alikuwa ameahidi kuwalinda, lakini Sauli alipoinuka akawaua. So kwa sababu ya kuwaua wale Wagibioni akavuja ile ahadi, yale mapatano, yale maagano waliokuwa wamefanya na wale Wagibioni. Na hilo likafungua mlango wa taifa la Israeli kuingia katika ukame. So tunapotoa ahadi na tunakosa kuzitimiza, tunaleta ukame. Ukame inawezekana tuwe na mvua na tuwe na chakula, lakini tuna ukame wa aina fulani. Kwa mfano sasa tuna ukame wa uongozi. Kwa sababu viongozi tulio nao, hakuna kiongozi anayejali wa Kenya. Wote wameondoka, wanatafuta tu akili zao zote saa hii, wanapanga vile watakavyo pita uchaguzi wa 2027. Akili zao zimezama kwa siasa. So popote pale anapopata opportunity, yeye ni kuweka pesa kwa mfuko ili akimbie kwa Wakenya awahonge. So tuna ukame wa viongozi walio na maadili. Tuna ukame wa viongozi ambao wataelekeza taifa katika kustawi. Tuna ukame wa viongozi ambao watasimamisha maadili. Saa hii vijana wengi wakiitwa na wanasiasa wa washauri, kiongozi atamuuliza mwanasiasa, sasa utanishaurije? Na wewe ukiahidi kitu hautimizi. Kumaanisha ya kwamba we are training our children, tunafundisha watoto wetu kutokuwa na values na integrity. Kila wanasema hawamaanishi, kila wanasema hawakifanyi. So ni hatari kubwa sana kwa taifa. So tuna wajibu sasa tena sisi wote kurudi katika makutano ya njia, tuulizane tutalitatuaje swala hili, ili kwamba tuanze kulea kizazi ambacho kitasema na kufanya. Maana kila ahadi inayotolewa na mwanasiasa, tukiangalia hata kwa runinga wanapotoa ahadi, tunasema hii ni uongo tu. Ndio unasikia hata tumeanza kubatiza watu majina. Tunasema kaongo, tunasema majina ambayo hayafai. Kwa sababu kufuatilia maneno ya vinywa vyao hayaaminiki, hayakubariki, hayapokelewi na the masses. Reverend Joe, unadhani nini kinafaa kufanyika ili imani ya Wakenya tena irudi kwa viongozi? Manake taifa lazima liwe na viongozi. Na kila mara tunapoenda kwenye uchaguzi, tunafanya uchaguzi kuwachagua wale ambao wanatuwakilisha katika nafasi tofauti tofauti. Lakini sasa wale ambao wamepewa nafasi ile na Wakenya hawawakilishi ipasavyo. Nini kinafaa kufanyika? Kile ambacho kinafaa kufanyika ni kuelimisha umma. Knowledge is power. Mkenya tu akijielewa, aelewe nafasi yake, aelewe wajibu wake, aelewe Kenya anafaa kufanya, then asimame katika hicho, itakuwa vigumu sana kushawishiwa na mwanasiasa. Kwa mfano, dada Winnie, ukiangalia umati ambao hujitokeza wakati wanasiasa wanaitana katikati ya wiki, inakuumiza roho kwamba huu umati wote umetokea, kumaanisha hawana kitu walikuwa wanafanya, they are idle. Lakini sasa tukiweza tu kupata ufahamu, tujielewe, na kila mtu awe na kitu anachojishughulisha nacho, ako busy akifanya kazi yake. Wakati mwanasiasa anapoitana stadium, anajikuta ako tu na wale watu wake wasaidizi, ataanza kujiuliza ni nini kinachoendelea. Akija kwangu ninamwambia niko busy, hauwezi niita kwa masuala ambayo hayana umuhimu kuja hapo. Ukiniita wacha nije tujadili vitu vitakavyo faidi mwananchi wa Kenya, vitakavyo faidi vizazi vijavyo. So kile ambacho kinatuumiza ni kwamba tumekosa maarifa. Na neno la Mungu linasema katika Hosea, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na kile ambacho kimefanyika na wanasiasa, wameelewa, wameona hili pengo. So wameenslave mind ya watu wengi kwa kuwapatia ahadi ambazo wanajua hawatatimiza.
wanawapatia ahadi kwa ajili ya kukaa katika kile kiti kwa miaka 5. Miaka 5 inapoisha wanaleta ahadi zingine, kwa sababu wanaelewa huyu mtu hana ufahamu, hana maarifa, ni mtumwa wa kile ninachomwambia. Na utumwa huu unazidishwa na kwamba wao wanatafuta wakati uko na njaa sana ni wakulita 200, na mtu anayekulisha wakati mwingi anakufanyaga mtumwa wake. So kile ambacho tunafaa kufanya kama Wakenya kwa jumla, kila eneo, ni kutafuta kuleta ufahamu ndani ya akili zetu, tuondoe the slavery of the mind, because utumwa wa mawazo ni mbaya sana hata kuliko utumwa wa kwenda kufanyishwa kazi. Huyu mtumwa wa mawazo haruhusiwi kufikiria kwa akili zake. Na ukisikiza sana hata Wakenya wengi wakijadili, huwa hawajadili kile wanachofikiria, huwa wanajadili mawazo ya wanasiasa. Hawana their own ideas. Na yule mwanasiasa ni mwanadamu kama wewe tu. Kile amepewa tu ni chanzo cha ni sehemu tu ya kwamba yeye ni kiongozi, lakini ana akili sawa sawa tu na zangu na zako. So empower our thinking through knowledge, empower our thinking through teaching the right thing, itakuwa rahisi sana kutoa Wakenya katika utumwa. Na njia moja nzuri sana ya kuelimisha Wakenya ni Wakenya wakubali kuelimishwa kupitia neno la Mungu. Maana neno la Mungu limebeba kila kitu. Zaburi 24 inasema dunia na vyote vinavyoijaza dunia ni mali ya Mungu. So hakuna kitu kiko katika dunia ambacho si cha Mungu. Na kama ni cha Mungu, then ana ile script, ana ile manual yenye alikuwa amechora jinsi kinavyofaa kutumika, jinsi kinavyofaa kukaa. So tukikubali tu hii elimu iingie ndani yetu, tutatokwa na utumwa. Na tukitokwa na utumwa, tutaanza kuwa watu ambao ni empowered. Tukiwa empowered, tuta make sound decision. Tukimake sound decision wakati wa election, hatutachagua tu kwa sababu mtu ni wa kabila langu, kwa sababu aliniletea pesa siku ya matanga, kwa sababu alinisaidia kupeleka mtoto shule. Hatutamchagua kwa sababu ya hilo. Tutaprobe, tutatafuta kuelewa ni nini ako nacho ndani yake anachotaka kukifanya. Tutataka kuelewa with clarity ile vision yenye ako nayo na ile direction anataka kupeleka taifa kwayo. Angalau mambo ya ukabila na urafiki na ukaribu itaweza kuondoka kabisa, na tuone kwamba kama Wakenya wanachagua viongozi wenye wako na character ya leadership ndani yao, kuliko urafiki na ukaribu. Kwamba aliniletea wakati wa harusi yangu alinitolea mchango 50,000, kwamba wakati wa matanga alininunulia jeneza ya mzazi ama mtoto ama mtu wa jamii. Na pengine wakati huu anakununulia haujui ametoa hiyo pesa wapi. Amechukua pesa ya kununua dawa, amekuja kuleta kwa mchango. Sasa mgonjwa anakufa pale hospitalini, ili hali pale anakuja kukupendeza na kukufurahisha wakati unafanya harusi. So kuna mtu analia pande ile na kuna mtu anafurahi pande hii. So hiyo inagadhabisha hata Mungu mwenyewe, hafurahishwi na hilo. Reverend, ukiangalia saizi sijui nadhani kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini niruhusu nikulete katika mambo, kwa sababu mambo haya ya uchaguzi na mambo ya demokrasia, na kama Mkenya wa kawaida, kwamba uhusiano wa baadhi ya viongozi na Wakenya ni uhusiano mbaya kwa sasa kulingana na Wakenya. Ukiangalia, ukiongea na Wakenya, ukiwakuta, ukiwauliza, watakwambia kwamba hatupendi huyu mtu japo kwamba yuko pale. Si kura zetu zilimpitisha. Alitudanganya. Yaani uhusiano kabisa si mzuri. Sijui ni kwa nini na nini linafaa kufanyika, kwa sababu kiongozi anafaa kuwa na imani ya Mkenya ambaye ni mwajiri wake, ambaye alimsaidia kupata ile nafasi. Unajua Kenya kimefanyika ni kwamba kwa sababu ya ahadi zilizovunjwa, mioyo ya Wakenya ina machungu sana, kwa sababu wanaumia. Ukweli ni kwamba Mkenya wa kawaida anaumia. Anapojaribu kujikimu anafinywa kila upande. So moyo wake una machungu. Na kila wakati moyo ukiwa na machungu, huo unatafuta njia ya kuelekeza yale machungu. Mtu wa kulaumu, mtu wa kusingizia kiini cha yale machungu alionayo. So Wakenya wana machungu sana, maana walipokuwa wanachagua hizi serikali zote zilizopita walikuwa na matumaini makubwa sana. Sasa hapa ndipo makosa makubwa tulipoyafanya. Tuliweka matumaini yetu kwa wanadamu. Na kulingana na neno la Mungu linasema ya kwamba amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu. So tunafaa kuwachagua viongozi, lakini matumaini yetu tuyaweke kwa Mungu. Tujue ya kwamba ni Mungu atakayewezesha hawa viongozi kufanikisha zile ahadi. Proverbs inasema ya kwamba moyo wa mfalme huwa katika moyo wa Mungu na huelekeza kama vile mifereji inavyoelekeza maji. So sometimes Mungu ataharau punishment ili afungue watu macho
tukidraw funzo moja katika maandiko, wakati wa Israeli walikuwa Misri, waliteswa sana. Walipoteswa, waligeuza macho yao na wakaanza kulilia Mungu, na Mungu akatumana, msaada ukapatikana. So kile ambacho Wakenya wanafanya kwa sababu ya machungu, wanaelekeza lawama zao kwa viongozi, na wamefika kiwango kibaya sana, maana wanapoelekeza lawama zao kwa viongozi na wanazungumza maneno ya kudemean those leaders, kudhararisha hawa viongozi, wanamkosea Mungu pia. Kwa sababu neno pia linasema ya kwamba hapana kiongozi aliyeko ambaye hakuwekwa pale na Mungu. Wako pale kwa kutimiza kusudi la Mungu. Linaweza kuwa ni kusudi la kufungua Wakenya macho, tujielewe, tutafute kuelewa ni wapi tulikosea ili turudi katika njia. Ni nini tulifanya vibaya ili tukifanya vizuri. Lakini sisi tumegeuka kuwa na machungu. Sasa machungu yanasababisha tuwalaani, tuwakosee heshima. Tunapokosa heshima, kile kinachokuja ni kwamba tuna attract tena kasi. Wakati wowote unapokosea kiongozi heshima, unaleta laana kwako. Maana Mungu aliweka amri kwamba mheshimu baba na mama ili iwe vema na wewe, na uwe na uheri katika nchi unayoishi, na uwe na siku nyingi. Sasa baba na mama ni nani? Kiongozi wa taifa is a symbolic of a father. Kiongozi wa county is a symbolic of a father. Kila kiongozi aliye mahali fulani ni simbo ya baba ama mama. So wakati ninapomrushia maneno, kile ninafanya, kuna kitu nina attract kwangu, kuna mapigo ninajiletea mwenyewe. So Wakenya, kama tungeweza tuondoe hasira kwa viongozi na tuanze kutafuta suluhisho kwa kutafuta kujiuliza tatizo letu linakuwa nini wa Kenya? Ni nini huwa kinatukula? Tukiangalia ndani yetu, tuone makosa tuliyoyafanya, tuyarekebishe yale makosa. Then tugeukie Mungu. Mungu atatunasua. Na yule kiongozi hata kama ni mbaya, akikalia kile kiti, na sisi wa Kenya tuna umoja, tunazungumza kwa sauti moja, tunarenga moja, tuna nia moja. Hakuna mtu ambaye anasema huyu ni kiongozi wangu, huyu ni wangu. Hapana, tunasema hapana. Kama kiongozi hayuko sawa, hayuko sawa. Tunamkataa sisi wote. Viongozi watashika laini, wataelewa, wataona nguvu ya Mkenya. Na wale ambao walitunga constitution ya Kenya walijua, ndio wakasema the sovereign power iko na watu. Walielewa kabisa. Lakini sasa wanasiasa wameangalia na wakaona pengo lilo katika mioyo na mawazo ya watu. So wanalitumia vibaya sana. Mkenya amekosa kuelewa kwamba yeye ndiye mwajiri, lakini anakubali kupewa shilingi 50. Yeah. Anakubali kupewa shilingi 100, shilingi 200. Mama apewe leso, apewe sukari wakati wa campaign. Lakini hajaumia kwa kipindi cha miaka 5. Miaka 5 anakaa kama slave. Hana chochote. Ukiimagine Kenyatta kinafanyika hapa kwetu. Mama saa hii, kwa sababu mahindi imeanza kukoma, anachukua ile mahindi mbichi kabisa, anaenda kutembeza. Akimaliza kutembeza, kile atanunua tu ni mboga. So kila siku akitembeza hiyo mahindi, akiuza, akinunua mboga. By the end ya period ya hiyo mahindi, hana kitu kwa gara. Tena amerudi ile square ya zero. So mwanasiasa akimdanganya, anakimbilia ile 200. Lakini kile kimefanyika ni kwamba amekuwa enslaved. Huyu mama angekuwa empowered, angefundishwa pamoja na kufuga kulima mahindi, siufuge kuku, siufanye hii, siufanye hii. Anaonyeshwa umuhimu na njia ya uwekezaji. Anaelimishwa. Lakini wanasiasa hawataki hivyo. Wanatudanganya tu. Ati nitafanya. Lakini akisha kalia kiti basi, anasema kwanza wacha nirudishe yenye nilitumia kwa campaign, wacha nilipe loan yenye nilichukua, wacha nichukue kila contract. So Mkenya wa kawaida anabaki bure. Lakini kama angekuwa empowered, awe na maarifa ya kujitafutia, awe na hekima ya kuelewa jinsi ya kusave. Because ukiangalia Wakenya wengi kato ya saving hatuna. Na hata hilo ndio nimekuwa nafundisha kanisa. Nimekuwa nafundisha about being financially healthy. Ukitegemea sana mshahara ama ile kitu unapata kwa siku ati ndio itakusustain, utaanguka. Maana kuna wakati utapata. Kuna wakati mambo ni mengi. So you must have enlightened mind on how to generate more resources ili uweze kuwa empowered. So kile ambacho wanasiasa wamefanya, they have taken advantage ya Wakenya kwa kuangalia wako na upungufu wa ufahamu na maarifa. Ndio wanatuita mchana tuende kwa ground, tukae hapo tuchomwe na jua the whole day, tumegoja mtu aanguke hapo na chopa, aseme maneno machafu ya kuchafua mwingine, atoke mbio, sisi tupige nduru, tupige kelele. A very bad state of mind. Swala ambalo pia lina
waweka katika hali ambayo si nzuri vijana wetu, kwamba Kabisa. vijana wanalaumiwa kwamba walipewa nafasi ya kutumia mitandao, teknolojia imekuja pale wasaidie vijana, lakini ukiangalia Reverend, ni kwamba kwa kiwango kikubwa vijana wenyewe huo mtandao hawaitumii vizuri, hauwafaidi kikazi, ila umekuwa ni mtandao wa kuweza kueneza jumbe ambazo si za maadili katika jamii. Na sasa ukijiuliza nayo hiyo, huyo kijana ili afike hapo alianza wapi? Sorry to say this, lakini we have got absent parents. Wazazi hawako, wako absent. Tuko very busy tukitafuta. Ni sawa kutafuta, lakini pamoja na kutafuta, huyu mtoto anafaa kufundishwa maadili, anafaa kuelekezwa. Mungu mwenyewe katika neno lake alisema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. So hawa vijana, pamoja na kwamba tunawaraumu, kuna mahali tulipungukiwa, kuna mahali tulikosa, kwa sababu tulimwacha mtoto kujifundisha vitu kwa social media yeye binafsi. Tulimwacha mtoto kwa mwalimu kule shuleni, na mwalimu anamfundisha tu maneno ya historia, maneno ya hesabu, anamalizana na yeye, hana wakati wa maadili. Tuliwaacha kwa wafanyikazi wa nyumbani, ambao sasa mfanyakazi wa nyumbani umemgombanisha, umemwacha na stress, sasa na yeye bitterness yake yote anaimimina kwa mtoto. So hawa watoto Kenya wamekosa mafundisho, wamekosa right grounded teachings, wamekosa sound truth, hawana ukweli ndani yao, hawajui kuheshimu Wakenya wenzao, hawajui kitu kinachoitwa social capital, hawajui kuishi na watu, because wanadamu ndio milango na wanadamu ndio mali. Jinsi ya kuishi na wanadamu inamata sana. The way you live with people matters a lot, because watu ndio wamepewa vitu na Mungu wakupatie. So hawa vijana wanafaa pia kutafutwa njia ya kuwafundisha maadili, waelewe jinsi ya kuzungumza na viongozi, jinsi ya kuzungumza na wengine, jinsi ya kutumia hiyo mitandao, si kueneza chuki, si kuchora vitu ambavyo havifai. Lakini umesema vizuri askofu, kwamba tulipoanza kwamba maadili haya pengine ukosefu wake unaanza na viongozi wetu, kwa sababu ya jumbe ambazo wanazieneza, matamshi ambayo wanatumia katika hafla mbalimbali. Pengine nawapa nafasi vijana moja kwa moja pia wahisi kama wana nafasi ya kueneza ujumbe sawia. Okay, patre inahusisha, lakini pia mzazi una uwezo wa kuambia mtoto wako hicho ambacho huyo kiongozi amesema si sahihi. Na mtoto akikuuliza kwa nini, unampeleka polepole, unamfundisha taratibu, unamwambia kulingana na maandiko ama neno la Mungu ama na itikadi zetu awakacha. Because pale mbeleni ilikuwa vigumu sana kijana kujibizana na mzee. Hata ungekutana na mzee kwa barabara, mtu ambaye amepita umri, kama unavuta sigara ulikuwa unajificha. Kama ulikuwa umeshikana na msichana unaondoka kwa barabara haraka sana, kwa sababu alikuwa amefundishwa maadili. So viongozi inawezekana wachangie uharibifu wa maadili, lakini pia mzazi wa kwanza muhimu sana wa mtoto, mtu muhimu sana wa kufundisha mtoto ni mzazi. Mzazi ana uwezo wa kuketisha mtoto, anamwambia hapana, hicho ambacho umesikia huyo mwanasiasa akisema si sahihi, na unamuonyesha kwa nini si sahihi, na unamfundisha kwa kutilia mkazo. Na pia viongozi wetu inafaa Mungu awasaidie pia sana, because hata wao pia ni wazazi na wana watoto, na kile ambacho wanafanya kitu ambacho pia watakuja kuvuna. Maana maandiko yanasema ya kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na ukianza kustadi sana uongozi na viongozi wa kisiasa, utakuta kwamba kuna kiongozi wa kisiasa anamaliza kama kiongozi wa kisiasa, na katika familia yake hapainuki kiongozi mwingine. Wanakuwa wamezama kwa sababu alitumia ile nafasi visivyo. Kwa hivyo ni kuangalia as much as wewe ni kiongozi wa kisiasa, pia lazima uangalie uzao wako, maana si wewe tu, kuna watu ambao wanakutegemea na namna ambavyo unafanya mambo na nafasi ambayo ulipewa pia inazingatiwa pakubwa katika maisha ya siku za kesho. Kabisa. Tufanye nini? Najua kwamba jukumu lipo, na kabla tuweze kuangazia hilo pia, nadhani kwamba ilifika sehemu ambayo nyinyi viongozi wa kidini mliamua kusema kwamba sasa mwanasiasa pia akija kanisani asipewe pale katika madhabahu kupiga siasa. Kama nataka kuongea kuhusu mambo ya siasa, angoje ibada kama muumini yote yule, alafu apewe nafasi kule nje aongee kuhusu mambo ya maendeleo na mambo yake ya siasa. Sijui kwa nini unahisi kama ilifika mahali madhehebu ya kidini kaja kuwa na msimamo kama ule. Kwa sababu wanasiasa walikosa heshima kwa madhabahu ya Mungu. Sasa mwanasiasa anataka kuja kutukana kwa madhabahu, anataka kuja kuchafulia jina yule mwingine. Na hawa wote, yule ambaye ni mpinzani wake pia ni mshirika wa lile kanisa.
pia ni mtoto wa Mungu, pia anahitaji neno la Mungu. So haifai kwamba kwa sababu umepewa opportunity na ni kanisani uanze kuharibia mwingine jina. Number 2, wamechukua wachungaji vibaya ama watumishi wa Mungu vibaya. Nilikuwa naifikiria hivi. Ni makosa sana mwanasiasa kuniita alafu anikaishe kuniambia Kenya nataka kufanya tu na haniulizi ushauri wa Mungu. Katika agano la Mungu ilikuwa kwamba mwanasiasa ama kiongozi jambo likimkumba liwe ngumu hawezi kulitatua, alikuwa anaenda kwa mtumishi wa Mungu anamuuliza Mungu anasemaje. Lakini wanasiasa sasa hawakujai kutuuliza Mungu anasemaje, wanakuja kutuambia Kenya wanataka kufanya, kumaanisha hawana value, hawana respect ya watumishi wa Mungu, hawadhamini kwamba huyu mtu amesikia kwa Mungu. Sasa inakuwa kwamba haifai. Kwangu hata sifanyagi harambee, hata sihitaji mwanasiasa. Akija kae chini asikize neno, akishamaliza kusikia neno hata kwa ground ya kanisa asizungumzie na Wakenya. Yeye ni Mkenya mwingine tu, agonje kwa uwanja yake tu, aende afanye siasa huko. Unasema uiti harambee. Akuje kama mgeni yeyote ama muumini atoe sadaka na fungu la 10 na matoleo mengine ya kanisani. Inatosha. Lakini mambo ya michango na mengine hata kwa maandiko haikuwa michango. Kwa maandiko ilikuwa tu fungu la 10, sadaka za hiari, watu wanajitolea tu na kazi ya Mungu inaendelea. Kanisa la mitume hakuna mahali walisema ati tuchange. Watu walikuwa wanaguzwa, mtu anauza kiwanja, anapeleka pesa zinaeneza injili. So ni urafi tu umetuingia. Ni tamaa tu imetuingia. Ni kutaka tu kujifananisha na dunia kumetuingia. Lakini tukirudi katika maadili, turudi katika ukweli wa Mungu, turudi katika moyo wa Mungu. Mungu ana uwezo wa kufinance kazi yake. Na wewe ukikosa kutoa, Mungu ana mwingine atahuza atoe. So ni vile tu tumejidunisha sana, tumejirudisha chini sana. Tumeona kana kwamba Mungu hawezi tusaidia, lakini ukweli ni kwamba Mungu ana uwezo wa kusupport kazi yake. Kwa hivyo kulingana na wewe Reverend, hii mambo ya mwanasiasa anakuja kanisani, manake tumeona hata kiongozi wa taifa akienda pale kanisa, katika baadhi ya makanisa, viongozi wengine wakienda katika baadhi ya makanisa, anaenda pale kwenye madhabahu anasema kwamba mimi nimetoa mchango wa ujenzi, nimetoa sijui pesa ngapi, anatangaza mamilioni ya pesa. Na pia imepelekea vijana, hata kisa cha hivi majuzi si mbali sana kwa sababu kilitokea kule Nairobi, wakati ameenda pale kutoa mchango na vijana wakaingilia lile kanisa kwa sababu wanahisi kama sisi kama vijana hatuna ajira, sisi kama vijana tunapitia maisha magumu, lakini mbona serikali iko na hela nyingi ya kupeleka kanisani? Hilo ndo linawasumbua vijana wengi kimawazo. Na upande wa viongozi wanasema kwamba tuna jukumu la kuweza kuchangia kanisa iweze kupata vifaa vya ujenzi na kadhalika. Sijui inakuwa namna gani? Okay, ni vizuri kuchanga, lakini cha muhimu na number 1 priority huyo kiongozi hakuwekwa pale kuchanga pesa kwa kanisa. Aliwekwa pale kusimamia policies za government, ku make sure kwamba kila shilingi inayoingia kwa account ya government inakuwa utilized well, ina create opportunities. So kuleta pesa kanisani ati nimekuja kuchanga, na kuna wajane wanalala njaa, kuna mayatima hawana makao, kuna watu wanabebwa na maji, kuna vitu nyingi sana ambazo hazijafanywa. Mbona hizo pesa zisipelekwe huko? Watangulie wapeleke kule. Waache tu hata hii maneno ya kusema ati ametoa milioni 2, 3 hiyo itangazwe. Kuna mfanyabiashara tena kwa hiyo kanisa, yeye anatoa milioni 10 na hasemi itangazwe. Sasa tuache favoritism, tuache kupendelea ati kwa sababu ni kiongozi tunataka kumuonyesha kwa Wakenya vile anavyotoa. Yesu hata alikuwa amekataa hilo. Alisema mkono wa kulia ukitoa, mkono wa kushoto usijue. Sadaka ni hiari, ni siri yako, unapatana na Mungu katika ile siri. So hii kujigamba na kujionyesha ni hatari kwa sababu ina create bitterness tena kwa mioyo ya watu. Mtu anasema anawezaje toa milioni 20 na mimi hata chakula sijakula siku 3. Inaumiza mtu. Na wale vijana wanachochewa na hiyo, hisia zao zinapanda, wanaona ni vibaya. Sasa hata inafika kiwango wanachukia wachungaji. Wanaona kama wachungaji ndio wanaosababisha wasipate ajira kwa sababu bona wapelekewe pesa na wao wako na njaa. So ni maadili yamekosekana. Achange, lakini kitu cha kwanza afanye maintain na kuendeleza policies za government. Asimamie fedha za serikali vizuri, afunge milango ya ufisadi, hakikishe hizo ajira ambazo amesema zimepatikana. Kenya ni taifa tajiri sana, lina utajiri mwingi sana. It's only that to mismanage the resources in this nation. Hakuna mtu anafaa kulala njaa Kenya. Hakuna mtu ambaye anafaa kulala kwa nyumba ya matope Kenya. Sasa
Ni mikakati na mipangilio haijawekwa sawa kabisa, na wale ambao wamepewa jukumu hawawajibiki ipasavyo. Nini jukumu lenu basi, wewe ukiwakilisha viongozi wa kidini na usemi wa kidini katika uongozi, nini jukumu lenu? Jukumu letu ni kuelimisha umma, na nashukuru sana kwa kutupa hii platform, because tukiengage umma kupitia hii platform tutawafungua macho, tutawapa ufahamu, waanze kujielewa wao ni kina nani, sehemu yao ni gani, wanafaa kufanya nini. Wanapofunguka mawazo, watakuwa sasa wameimarika na watakuwa sasa wana take their life vile inafaa kuchukuliwa, na watasimama katika nafasi ambazo zinawafaa. So jukumu letu ni kuelimisha umma, pamoja na kwamba tunaliombea taifa. Jukumu lingine ni kukemea viongozi. Utakubaliana nami ni vigumu sana kusikia sahi mchungaji akikemea kiongozi. Ni makosa. Inafaa kiongozi akemewe. Samueli anakemea Sauli, anamwambia nyamaza kwa sababu ninasikia vitu vikilia, haukufanya maagizo ya Bwana. Elijah anasimama anamwambia Ahab, wewe ndio unayeleta shida taifa la Israeli. Hawapembelezani na wale viongozi, wanasimama kwa msimamo dhabiti. Ukiangalia mitume kina Paulo wanapoitwa mbele ya wafalme, wanamzungumza Yesu, wana condemn the evil. So ni makosa sisi kama viongozi wa kanisa kunyamazia maovu yanapoendelea. Tunafaa kuambia viongozi ukweli. Lakini unajiuliza, mbona hatuambii viongozi ukweli? Kwa sababu hii, kiongozi akiitana kwa mikutano aseme nimeita mapastors na mabishop, kile bishops wengi na mapastors wengi huwa nacho pole kulisema hili, lakini nitalisema tu, huwa wanaenda na mindset, nitapewa nini, nitatoka na nini huko. So tunapanga foreni na mjane, tunapanga foreni na yatima kupatiwa ile 200. Sasa yule mwanasiasa ananiona nikiwa duni sana. Lakini kama ningeenda pale na nimwambia hapana, kama vile Isaia alienda akaambia Hezekia utakufa, na akaondoka. Hezekia aligeuka akaanza kulilia Bwana. Sio niende nimwambie kiongozi unafanya makosa, na nimwambie Mungu hana furaha na wewe. Then hawa viongozi wataanza kuamka kutoka kwa usingizi. So majukumu yetu ni kufundisha, kukemea, kuomba na kuelekeza maadili. Naam. Najua kwamba una ushauri kwa Wakenya na una ushauri pia kwa viongozi. Ushauri wako leo kwenye awamu hii ya Staftahi kwenye West TV, unasema vipi Reverend Joe? Kitu cha kwanza kile ambacho ningesema ni Wakenya tumrudie Mungu. Inatatiza watu nikisema hiyo, lakini ukisoma maandiko katika 2 Chronicles chapter 15, maandiko inasema ya kwamba kwa muda mrefu Israeli imekuwa bila Mungu wa kweli, bila kuhani afundishaye na bila sheria ya Mungu. Lakini anaitwa Mungu wa Israeli, lakini hakuwa hiyo Israeli. So tunaweza sema Mungu ako na sisi, lakini sisi hatuna Mungu. Kwa sababu gani niseme hiyo? Utasemaje Bwana asifiwe ama Bwana Yesu asifiwe? Na Yesu ni upendo. Lakini wewe baada ya kusema Bwana asifiwe, Yesu ambaye ni upendo, unaenda unapora vitu za Wakenya, unakula kila kitu, unawabakisha Wakenya hoi, hawana chochote. Ni kumaanisha yule Yesu aliyokuwa na sifu si yule Yesu aliyekufa msalabani, ni Yesu mwingine. So kile ambacho ningeshauri ni kwamba Wakenya tuamue kurudia Mungu. Tukishaamua kurudia Mungu, Mungu ataturudia. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba mkimrudia Mungu naye atamrudia. Mungu yuko pamoja nanyi mkiwa na yeye. So kile ambacho kimekosekana Kenya ni Mungu wa kweli, kuhani afundishaye na sheria ya Mungu haipo Kenya. Hii ndio inafaa kufundishwa tena zaidi kwa Wakenya. Wakenya sana wanapenda sana kuambiwa maneno ya kuwachangamsha, kuatia moyo, utabarikiwa, utapokea, utapokea, utapokea. Lakini kuna kanuni za Mungu za kubarikiwa na za kupokea. Baraka ya Mungu ni takatifu sana. Haimimini mahali popote, haipeanwi kwa yeyote, inapeanwa kwa watu ambao wamekubali kugeuka na kukaa kulingana na njia za Mungu. Kwa viongozi wetu nao manake wapo na kuna baadhi yao ambao wanafanya kile ambacho tumekiangazia kweli kweli, kwamba wako pale wanajali nafsi zao, wamekuwa binafsi, wako pale kupanga mikakati ya uchaguzi ujao. Wendi kuna wengine wanawaza vibaya hata kuhusu wenzao, manake tumeona mambo ya insecurity kwa sababu kuna mbunge tu amezikwa aliwawa. Hatujui chanzo kilikuwa nini, lakini ni masuala ya insecurity.
Sasa kwa viongozi pia wamrudie Mungu. Hiyo Second Chronicles inasema kuna mfalme anaitwa Asa. Alimrithi baba yake. Alipomrithi baba yake, nabii akainuka, akamjiria, akamwambia, nisikie hili Asa. Mungu yuko pamoja na wewe ukiwa na yeye. Alafu anaendelea kueleza kwamba kwa wakati mrefu hii Israeli imekuwa bila Mungu wa kweli. Na imekuwa bila kuhani afundishaye. Na imekuwa bila sheria. So Asa ambaye alikuwa kiongozi, alipoisikia habari hii, yeye akaita taifa lote la Israeli. Kwa sababu ukisoma sasa hapo chini verse 5 inasema ya kwamba hakukuwa na amani kwa mwenye anatoka ama anayerudi. Kulikuwa kubaya kama vile insecurity iko Kenya. Lakini Asa akaamua kusikia sauti ya neno la Mungu na akageuka na akalileta taifa la Israeli katika maagano na mapatano ya kumtafuta Mungu wa kweli. Walipotafuta Mungu wa kweli, maandiko yanasema ya kwamba kukawa na amani katika kila eneo katika taifa la Israeli. Na amani hii si ile amani tu ya kusema kwamba tunahusiana vizuri, hapana. Amani ya Mungu ama hii shalom ya Mungu inamaanisha well-being ya kila eneo. Watu wakaprosper, watu wakawa na good health, watu wakawa na good moral values, watu wakawa na good relationships, na taifa likawa liko imara zaidi kwa sababu walimruhusu Mungu. So viongozi wetu ni milango inayotumika either kukaribisha uharibifu katika taifa ama kukaribisha ujenzi katika taifa. Wanakaribisha Mungu ama wanakaribisha shetani. So ni jukumu lao pia kuelewa kwamba baada ya kutoka kwa hizo viketi watatoa hesabu ya kile walichofanya na viketi walivyopewa. Hizo pesa wanatumia, watatoa hesabu tu. Watatoa hesabu tu. Na inawezekana waachie watoto wao shida mbaya zaidi. Wanaweza achia watoto wao mali ndio, lakini watawaacha katika usumbufu usio wa kawaida ambao hauwezi suluhishwa na mali wala na pesa. Na muhimu zaidi kwa viongozi wetu, kwa Wakenya wapiga kura, kwa kila mmoja ambaye ana jukumu la kuona kwamba anasaidia katika ujenzi wa taifa na anasaidia katika maadili na uongozi bora katika taifa la Kenya. Na nashukuru tumekuwa na Reverend Joe ambaye tumekuwa naye kwenye awamu ya pili ya Staftai. Ameweza kusema nasi kwenye awamu ya usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Pengine na neno la kumaliza kabla tuweze kuondoka, tupishe kikundi kinachoingia kwenye awamu ya tatu, The Morning Scoop. Kabla tupishe kile kikundi, labda nimpe nafasi kama ana neno la kuweza kumaliza tukiondoka. Neno la kumaliza ni hili: let us take personal responsibility. Tukubali kuwajibika from a personal level. Tuondoe lawama sana. Wewe jiulize ni nini ambacho nafaa kukifanya kuimarisha maisha yangu. Niache kumwangalia mwanasiasa sana. Mwanasiasa ni sawa, anafaa kutengeneza policy, lakini mimi pale chini nianze kujitoa, kufikiria kitu cha kufanya, na nikifanya kwa bidii. Ninapokifanya kwa bidii, nimhusishe pia Mungu sana. Nitafute ukweli wa Mungu kunihusu mimi, kuihusu eneo nililo, kuhusu kile ambacho ninafaa kukifanya. Na hilo litasababisha baraka ya Mungu ijilie kila mmoja. Because baraka ya Mungu ina rocket mtu as an individual. Abraham anaitwa, anaambiwa toka nitakubariki. So wewe ukishabarikiwa una uwezo wa kuinfluence others na watageuka. So tukue watu ambao wanaajibika katika kiwango cha personal level. We take responsibility in that area. Na itatusaidia sana. Wacha kulaumu viongozi wa dini, wacha kulaumu wanasiasa, wacha kulaumu mama yako, wacha kulaumu baba, wacha kulaumu watu ambao hawajafanya kile ulitarajia wakifanye. Take personal responsibility. Start from where you are. Do something. Be creative. Ukiitwa mkutano na mwanasiasa, wacha kukimbia tu, kwa sababu unajua stori zake tu ni zile zile. Hakuna kitu ataenda kuongeza ndani ya akili yako. Wewe tafuta kitu cha kufanya, kifanye kwa mikono yako na kwa bidii. Mungu ubariki kazi ya mikono ya watu. Amen, asante. Asante. Tunamaliza mtazamaji Staftai awamu ya pili, usemi wa viongozi wa kidini. Tumekuwa naye Reverend Joe. Alafu tunaondoka tupishe The Morning Scoop. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mwelekezi wetu upande wa pili ni Kelvin Kibet, mgeni wetu Apostle Joe Evans Laro. Asante sana kunipokea na kunipa the platform. God bless you. Amen, asante. Kwa hivyo nimekuita jina ambalo si lako. Nimesema yote ni majina tu. Yote ni majina. Asante. Kanisa liko hapa tu opposite prison, linaitwa Gospel Power Assurance Ministry, to next to CLT, Christian Life Teachings Bible School. Naam. Asante. Karibu sana.
Tunaondoka, lakini mgeni si mara ya kwanza na si ya mwisho, manake tutakuwa naye hapa mara kadhaa katika kitengo cha usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa. Japo kwa sasa muda wetu umetamatika, turuhusu tupishe The Morning Scoop kwenye awamu ya 3 ya Staftahi siku ya Jumanne tarehe 13 mwezi Mei mwaka 2025. Tukutane panapo majaliwa. Kwaheri.